بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي رفع من أراد به خيرا بالعلم والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كمل الله له الفضائل والحسن والإحسان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم مدى الأزمان. leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutaingia kwenye alqaida an-nuraniyya kama tulivyopeana habari hapo siku ya jana. Kitabu hiki ni msingi kwa yule anayekusudia kuisoma Qur'ani na kuweza kujisomea kuunganisha maneno ya Kiarabu. Na kitabu hiki kwa mnasaba wa miji yetu hakina muda mrefu sana tokea kuingia kwake, lakini kimekuwa ni kitabu kilichokubalika kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu nyingi tu ambazo zimepelekea jambo hilo, kiasi ya kwamba ukiachilia mbali madaris za ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun, hata baadhi ya ahlul bid'ah katika baadhi ya madarisi zao pia wameanza kukitumia, na hili ni baada ya kuona yale manufaa yanayopatikana baada ya mtu kusoma na kukielewa kitabu hiki. Achilia mbali wao kugundua hilo, bali hata sisi tumeligundua hilo, na ndiyo maana walimu wetu wakatuwekea katika madarisi zetu. Ni kitabu muhimu sana kwa watoto wadogo wanaojifunza Qur'ani kukijua, bali hata wale watu wakubwa, watu wazima ambao pengine hawakupata msingi mzuri wakaingizwa moja kwa moja katika Qur'ani, au walisoma kawaidi nyingine ambazo hazikuwa bora, au hawakupata walimu wazuri wa kuwafundisha, basi kupitia kaida hii huenda ikawa ni sahali kwao wakafahamu sehemu na kupata kitu katika kuweza kuunganisha maneno ya Kiarabu. Ni kitabu kilichopangiliwa kwa upangiliaji mzuri, na ndani yake kimepambwa kwa kuwekwa baadhi ya vitu vya kitajwidi, lakini hivyo sisi hatutavisoma kwa sababu lengo letu ni kurakiz juu ya suala la wewe unayesoma kujipatia uwezo wa kuunganisha maneno ya Kiarabu.
Ukishaweza hapo, basi masala ya tajwidi yatafuata, na wala haishauriwi mtu kuchanganya vitu viwili kwa wakati mmoja, hasa kwa wale ambao wanaanza, watoto wadogo. Maana kaida anaweza kuisoma mtoto wa miaka 4 hadi 6 kama ameimaliza, lakini ukimchanganyia tajwidi hatakuelewa. Kwa ni vyema kumfundisha ili apate uwezo wa kuunganisha maneno, baadaye huku atakujaingia katika somo la tajwidi. Lakini mtunzi ameweka yote mawili. Na hii alqaida nurania tumeichagua kwa sababu kwanza ni fupi, sio ndefu. Wengine huenda wakashangaa wakaona ni fupi kivipi, kwa sababu akiitizama ile Baghdadia ambao waliozoea ile ni ndogo ukilinganisha na hii, lakini hii pia nayo ni ndogo ukilinganisha na nyinginezo kama Iqra qiraat inayotumika sana Yaman, ina juzuu 7 na juzuu moja tu katika zile 7 hii tulionayo ni ndogo. Ni kitabu kabisa kikubwa, lakini ukikielewa hauhitaji mwalimu wa kukufundisha Qur'an, labda ni mambo mengine. Hiyo Iqra qiraat. Pia kuna kaida ya sarna imezoeleka kwenye miji, nayo ni ndogo mfano wa hii, na kuna kawaidi nyingi kila watu husoma kulingana na miji yao. Kwa tumeichagua kwa sababu ya udogo wake na ufupi wake, lakini vile vile katika sababu ni kwamba kila neno ambalo limetumika katika kaida hii basi halitoki nje ya Qur'an. Neno hilo ambalo limetumika ndani ya kaida nurania halitoki nje ya Qur'an. Kwa ni baadhi ya maneno yaliyokusanywa kutoka kwenye Qur'ani yakawekwa humo. Kwa hiyo unapoisoma Qur'ani unaweza ukafika sehemu ukakuta neno ambalo limetumika kwenye kaida, inakuwa ni wepesi kwa mwanafunzi akikutana neno kama hilo kwenye Qur'ani, ni wepesi kwake, hasumbuki kwa sababu ameshalisoma kwenye kaida. Kwa hiyo maneno yote hizo darasa za mbele ambazo zimewekwa maneno na ibara yote yametoka kwenye Qur'ani. Pia tumeichagua kaida hii kwa sababu imetofautiana na kawaidi nyingine kwenye mpangilio wake wa kuwekwa vyumba madraft, pia kuwekwa rangi kila herufi, kwenye herufi 3 kila herufi na rangi yake. Hii inamfanya mwanafunzi kuweza kupambanua kwamba hii ni herufi moja na rangi inayofuata ni herufi nyingine. Na ndio maana tunawashauri wanaosoma kaida hii au kufundisha wasifundishe kopi zile nyeusi kwa weupe, kwa sababu hakutakuwa na rangi. Kwa ile lengo la kujua kwamba hii inoanza hapa ni herufi nyingine halipatikani, kwa sababu tofauti ya herufi ni rangi zake, kwamba hii ni kaf, hii inofuata ni ba, imewekwa rangi nyingine. Sasa ukitumia kopi ya kawaida ambayo sio ya rangi huwezi kugundua hilo. Lazima upate kitabu ambacho kitakuwa na rangi. Mfumo wetu wa kusoma itakuwa ni musharaka kati ya mimi ninayewaongoza na nyinyi mnaoongozwa. Sitasema peke yangu, tutasoma kidogo, mtasikiliza, mtafuatisha. Kuna maeneo nitawataka nyinyi sasa msome, na kuna maeneo mengine tasoma kwa pamoja
na baadhi ya wakati nitamchagua mtu mmoja tu, soma wewe hapo. Ndio madarasa kama haya yanavyokuwa. Kwa hiyo uwe makini, usisinzie, ili ukichaguliwa usome. Na nitapendelea zaidi kuwachagua wale ambao nahisi wako nje ya darasa, ima kwa kusinzia au kwa kuchezea simu au kwa kutokutulia, mara kaongea na huyu mara na yule. Hao ndo nitakaowachagua sana, ili ni watulizi, washughulikie darasa. Sasa mfumo wetu utakuwa kwa namna hiyo, na muda wetu wa kumaliza utakuwa ni muda ule ule wa swala kwa siku za kawaida, saa 2 kamili. Imekwenda mbali saa 2:15, kwa sababu inahitajia watu pia kwenda kupitia. Si vyema kukusanya darasa nyingi kiasi ambacho watu wakashindwa kupitia, kesho wakapata muendelezo mzuri. Na kuna wengine ndo wanaanza leo, hawajui kusoma hii kaida. Kwa itakuwa sio busara wala hekima kuwapa mzigo mkubwa. Siku tunazo, wala hatuna haraka, hakuna sehemu tunaenda, tumekuja kwa ajili ya kusoma. Kwa utakwenda kidogo kidogo, lengo tufahamike. Lakini pia nitaruhusu maswali kwa wale ambao watahitajia kuuliza, au sehemu hujaelewa, basi usione tabu kuuliza. Tumesoma jana mimu 2 hazipati faida, mnazikumbuka? Mimu ngapi? 2. Ya mwanzo almustahi, mwenye kuona haya kwenye kusoma, na mimu ya pili almustakbiru, mwenye kiburi, ajiona yeye ajua, hawezi kupata faida ya elimu. Kwa tujiepushe na hizo sifa 2 ili tupate faida ya kielimu. Lakini kabla hatujaanza, unatakiwa uandike tarehe katika adabu za kusoma. Kila mmoja andike tarehe, ameanza lini hichi kitabu, ndo tuanze. Leo tarehe ngapi? Tarehe 19 mwezi wa 5, ambao unaitwa Jumada al-Ula, mwaka 1447 Kiislamu. Na hii ya kishule tarehe 9 amesema mwezi wa 11 2025. Katika adabu za kusoma unatakiwa kila darasa weke tarehe. Jana tumesoma adabu talib, adabu za mwanafunzi. Pia kuna adabu ad-dars, adabu za darasa, mtu akiwa darasani. Pia kuna adabu al-majalis, adabu za vikao vya elimu. Kwa udhibiti ni sehemu ya kumbukumbu yako pia. Haya, mimi nitasoma na nyinyi utafuatisha.